Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Yusuf Abwanso. Kabla yake nilikuwa naitwa Joram, najua bado hilo ni jina langu pia, na nimezaliwa kwa familia ya watoto watano. Mimi nikiwa wa mwisho. Tumetokea upande wa magharibi mwa Kenya, Vihiga County, sehemu za Bunyore kule. Mimi nimezaliwa katika familia ya Kikristo na nimelelewa katika misingi ya Kikristo. Nimesomea shule za Kikristo, yani kwa maana hiyo kwamba takriban maisha yangu yote nimeyasukuma katika upande wa Kikristo, kiimani na kila kitu. Kwa hivyo mamangu aliweza kutangulia mbele za haki, na pia mzee pia alitangulia mbele za haki. Mwaka, tarehe siwezi nikakumbuka kwa sababu ni zama zile. Kwa hiyo mimi nikiwa kwamba mimi ndio nilikuwa mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watano, niliweza kuishi sana na majirani. Yani nimelelewa na majirani, marafiki, wajomba, maisha kama hayo. Maisha yalikuwa si mepesi, maisha yalikuwa ni magumu. Najua kwamba mtu ambaye anakosa malezi ya wazazi anapitia kipindi kigumu sana, kwa sababu yani ni aula zaidi kwamba unalelewa na wazazi wako, kwa sababu watakuwa wanaelewa unachokitaka, watakuwa wanaelewa maisha yako inafaa yawe vipi. Kwa hivyo mimi sikubahatika kupata sharafu hiyo ya kulelewa na wazazi. Nimelelewa na mikono tofauti tofauti, na kiuhalisia ama kiuhakika kwamba kila kitu kinafanyika kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nimesoma shule ya msingi ya St. Patrick's Primary School. Nadhani ukisikia St. Patrick's, misingi yake tunajua moja kwa moja kwamba ni shule ya Kikatoliki ambayo iko upande wa jimbo la Uasin Gishu, ama eneo la ugatuzi la Uasin Gishu. Hapo ndo nimesomea shule ya msingi, nikiwa naishi na cousin yangu ambaye ndio mkubwa katika makazini wote. Nilikuwa naishi pale, maisha pia yalikuwa ni hao ya kubambanya. Kwa hivyo baada ya kumaliza shule ya msingi, nikawa kwamba sina namna, yani nikawa kwamba sina matumaini ya kujiunga na shule ya upili. Kwa hivyo katika harakati hizo, mimi nikaamua kwamba wacha nini nika repeat. Si kwamba nilikuwa nimefeli, la. Nilikuwa nimepita vizuri tu kwamba inafaa nijiunge na shule ya sekondari, lakini kwa sababu ya vihela na nini, senti hamna, nikaona kwamba badala ya kukaa maisha ya mtaani, wacha nirudi tena nikaregelee shule ya msingi. Lakini Mwenyezi Mungu aliweza kunijalia nikapata nafasi ya kupata scholarship katika shule moja ya upili ambayo inaitwa Bishop Delany Memorial School, ambayo zamani ilikuwa inaitwa Harambee Secondary School, ambayo shule hiyo pia iko katika chini ya uangalizi wa kanisa la Katoliki. Kwa hivyo hapo tayari malezi yakawa ni hayo ya Kikatoliki. Nikawa nalelewa na hao mabwana. Kwa hivyo scholarship ambayo nilipata katika shule ya upili ilikuwa kwamba nisome bure bila kulipia chochote, lakini pia nitumie talanta yangu, kwa sababu nilikuwa na talanta ya mchezaji wa mpira, nilikuwa na sakata sana mpira. Kwa hivyo ikawa kwamba hiyo talanta inanisaidia mimi kwamba nisome bure, na pia kipindi cha mapumziko, yani wanafunzi wakishafunga skuli, wao wanaelekea zao nyumbani, lakini mimi nilikuwa nabakia shuleni, yani kwa sababu sina sehemu ya kwenda. Sababu maisha kule kwa kazi ni magumu na hivi na hivi. Kwa hivyo kabidi sasa maisha yangu niishi pale skuli. Kwa hivyo kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 nikawa naishi pale skuli nini. Na hiyo ikanipelekea mimi kuhisi kwamba kwa nini maisha yangu mimi nisiyape kipaumbele kwamba nimtumikie Mwenyezi Mungu. Kwa misingi hiyo ni kwamba kwa nini mimi nisiwe kama pengine mapadri au mabrother wale, yani niishi a celibacy life. I wanted to lead such kind of life. Kwamba kwa nini nisiishi vile? Sina mtu, yani mama hayupo, baba hayupo, yani so the only hope ama mtu ambaye nimebakia na ama
mtegemezi wangu mkubwa ni Mwenyezi Mungu, so let me just devote my life kwa Mwenyezi Mungu. So nikawa kwamba nimeanza kuwa interested kukuwa brother. Na upande wa Katoliki wale kwamba huwezi kuwa padri ama huwezi kuwa father kama hujafanikiwa vizuri katika masomo. Yani tunasema kwamba kule hawataki failures. Hawataki failures kwa malengo kwamba yani mtu ambaye amesoma dini ni awe mfano kwa jamii kivyovyote vile, kiruhia na katika masala mengine. Kwa hivyo mimi kidogo nikafanya bidii, inshallah alhamdulillah nikapita vizuri mtihani wangu, kwa kwamba sasa nijiunge na upande huo wa kuishi maisha ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ikawa nahudhuria workshops, conferences za kuwa brother, yani niwe katika brotherhood ambao tulikuwa kuna wale ambao wanaitwa patrician brothers, kwa sababu hao ndio walinisimamia katika scholarship yangu, kama nilikuwa kwamba nataka kunijiunge na wao pia tuendeleze hilo gurudumu kama part of the brothers. Kwa hivyo katika hizo harakati nikawa kwamba nishatuma maombi, nishahudhuria vikao vingi, nipo tayari kujiunga. Ikafikia kipindi kwamba nikahisi ipo haja mimi kubadilisha mazingira. Yani nishamaliza kidato cha 4, nimehudhuria baadhi ya hizo seminars, workshops, nisha apply, lakini kuna maisha, yani nafaa nipate chochote. Sasa katika kule kupata chochote nikawa kama nataka nitafute ajira, na jambo likanijia kwenye akili kwamba nitafute ajira, lakini ajira cha nikatafute nchi jirani. Kwa hivyo nikaamua kusafiri kwenda Uganda. Kule Uganda kwa kwamba kuna extended family, kuna baadhi ya watu ambao tuko tunafahamiana, nikaambiwa kwamba wanaishi Uganda. Enzi hizo kakangu akawa ananielezea, kwa hivyo nikafanya na mawasiliano na wao, mimi nikafunga safari nikaenda Uganda. Lengo haswa ni kwamba nikatafute ajira, angalau nipate chochote. Nimaliza form 4, I'm hopeless, I'm still hoping ni join the Patrician Brothers, ni msafu Mwenyezi Mungu katika hali hiyo. Lakini pia wazo lingine limenijia kwamba bana, inabidi utafute pia kazi, angalau upate chochote pia cha pengine kurusha mkono katika kaka zako na nini, kitu kama hicho. So mimi nikaamua kwenda Uganda, sehemu moja ambayo inaitwa Bugiri, wenyewe wanaita Bujiri. Kwa hivyo nikaenda Bugiri, mimi kwenda Bugiri katika hiyo familia ambayo ni extended family. Nikaenda pale nikakaa muda, kisha baadaye nikatafuta kazi. Kazi ambayo nilitafuta Uganda ilikuwa ni kazi ya kusomesha. Kwa hivyo nikawa nasomesha shule ya msingi. Yani mwanafunzi ambaye amaliza kidato cha 4 Kenya, na pengine Mwenyezi Mungu amemjalia na upevu fulani, anapoenda Uganda anakuwa kwa nafasi nzuri ya kufundisha. Kwa hiyo mimi nimeenda pale nikapata nafasi ya kufundisha katika ile shule. Mwenyewe ilikuwa I'm not a trained teacher of course, so nikawa ni kama kujaribu tu, ili mradi nipate chochote kile cha kunisukuma mimi kimaisha na nini. Sasa ile shule nilipoingia mimi ilikuwa ina wanafunzi 184. Kwa hivyo nikajiwa na wazo, kwa nini nisianzishe kitu chochote ambacho kitakuwa unique, ambayo kitafanya pengine wanafunzi waongezeke katika shule hii. Kwa hivyo nikaamua mimi kuanzisha somo la Kiswahili. Na Uganda ni kwamba somo la Kiswahili linasomeshwa shule ya upili, na pengine sijui kama kuna baadhi ya mashule private ambao wanafanya hivyo, lakini kiuhalisia ni kwamba Kiswahili ni somo ambalo lilikuwa linafundishwa wakati ule katika shule ya upili. Kwa hivyo mimi nikaamua acha nianzishe Kiswahili katika shule ya msingi. Nilipoanzisha somo la Kiswahili katika shule ile, idadi ya wanafunzi kaongezeka, kwamba matangazo yakaenea kwamba kuna shule fulani mahali fulani bwana inasomesha Kiswahili nini, tupelekeni watoto wetu kabla hawaja. Kwa hivyo tukaongezeka kwa kama idadi ya watoto 300. Siku moja kuna mtoto mmoja akaja akanisalimia, bwana mwalimu, baba anaomba kwamba uje nyumbani, anataka kuzungumza na wewe. Na yule mtoto alikuwa hafanyi vizuri pale shule. Nimesema okay, baba amekwambia uje nialike mimi kwenu? Ndio baba anataka kuone mzungumze. Sema okay sawa. Mtu hakatai wito, yani wito siku zote unaukubali uende ukasikize, maadamu wazee akikuita inabidi uitikie. So mimi nikaenda
Nilipofika kwa huyo mzee akanikalisha chini, na bwana, mimi naomba unisaidie mwalimu, tumesikia sifa zako kule kwamba unafundisha Kiswahili na nini, na nimesikia unatokea Kenya, kwa hiyo naomba kwamba umsaidie mwanangu afanye vizuri shule ili umfanyie tuition angalau afanikiwe ama asome vizuri. Kwa kweli mimi nilimwambia ule mzee, bana, mimi si mwalimu, najaribu tu kusaidia, kile ambacho nawapa hawa ni kile ambacho mimi nilipewa darasani kama wao, lakini si kwa mimi ni mwalimu ambaye nimesomea ualimu. Kwa hivyo sije ukanichukulia katika misingi hiyo. Pili, sikatai kumsaidia mwanao, niko tayari kumsaidia mwanao, lakini tu sihitaji malipo. Kwa sababu kitu gani ambacho kilinifanya nipelekeni sihitaji malipo? Kwa maana nilihofia kwamba ilikuwa nitahitajia malipo, kuna mambo mawili. Kwanza, huyu mtoto anaweza pengine akafeli, mzee akanilaumu mimi kwamba huyu mwalimu gani, itakuwa nimeharibia reputation pia ile skuli. Pili, nikijidai kwamba mimi ni mwalimu na sina vigezo vya ualimu, yani sijasomea, sina cheti, sina nini, inaweza kanitia mimi taabani. Kwa hivyo nikawa nachukulia kama jambo la nyumbani tu kusaidia. Mzee akamwambia, bwana, mimi nitasaidia tu, lakini sihitaji unilipe chochote. Mzee akasema, mpaka nikwambie sitaki chochote. Yeye nataka kunilipa, atafuta mwalimu ambaye ni professional, aje afanye nini, amsomeshe mwanao, lakini mimi sipo tayari. Kama nikusaidia, ahlan wa sahlan, nitasaidia bure, lakini sitaki kukutag nikwambia you pay me this, uniki kilala, sitaki mambo kama haya. Basi mzee asema, lakini hapana, mimi nitakupa chochote. Nikamwambia sawa, lakini sio kama malipo. Kama ni malipo, tafuta mwalimu. Basi nikaenda pale mwezi wa kwanza, yule mtoto akaanza kuonesha improvement, shule pia anapita nini. Sasa kila mara mimi nikienda kumsomesha yule mtoto jioni, yule mzee anaketi pembeni. Anaketi pembeni kuniangalia, ananiangalia kila mara nikienda, kila mara. Sasa siku moja nilipoenda, sasa akaniambia, bwana, naomba leo usimsomeshe mwanangu. Sasa mimi nikaingiwa na shauku, pengine kuna kitu nimekosea ama pengine kuna tatizo na nini. Basi yule mzee kaniambia, leo bwana, usisomeshe, nataka tuzungumze kitu. Na elewa kwamba bwana, unajua unapozungumza na wazee haifai uwadanganye. Kwa hivyo nikajaribu kwanza kufikiria huyu mzee kwanza ni kitu gani ambacho nataka tuzungumzie, lakini nikapiga moyo konde, nikasema basi ni sawa mzee, mimi niko tayari kukupa jibu kulingana na swali litakavyokuwa. Kwa hivyo mimi nakuomba kitu kimoja, jibu ambalo nitakupa, nikikwambia sijui, chukulia kwamba silijui. Nikwambia kwamba ni hivyo, chukulia kwamba ni hivyo. Na wakati hiyo imani ipo shehe. Yani nilikuwa natembea mpaka na msalaba kwenye shingo shehe. Yani ile tunaita rosari, nilikuwa nazunguka na hiyo rosari kila mahali. Yani ile ilikuwa ni kama, yani si kama, ile ilikuwa ni kinga yangu yani. Kila mahali nikitembea ninayo kwenye shingo. Yani hata nikienda kuoga pale nitaitundika pale kwenye mlango wa bafu pale, itulie pale pale. Yani baada kiona tu ile inakuwa ilikuwa ndio inaniongoza yani, kwa sababu nilikuwa sina tegemezi zaidi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu basi, na nyenzo za kupitia kule rosari, na sitaki kuingilia sana upande wa kule, lakini ilikuwa ni hizo ndio baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatuunganisha kule. Kwa hivyo yule mzee kaniuliza, bana, naomba nikuulize swali kwamba je, wewe ni Muislamu? Yani ushaipata mshtuko mpaka ukahisi kama mwili umesisimka, nywele zinasimama, yani umeulizwa kitu yani ambacho wewe hujawahi kitafakari, hujawahi kitamani, yani hujawahi kifikiria katika mawazo yako. Yani kwa kweli hilo swali la yule mzee nilihisi uchungu, yani nilihisi kama amenidunga kwenye kidonda yani, kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kiwazia katika maisha yangu, katika ukuaji wangu sikuwahi kiwazia. Na kwa nini niseme hivi ni kwamba picha ambazo tulikuwa tunaziona ama mimi nilikuwa nazishuhudia kuhusu Waislamu na matukio yanayofanyika, inakuwa ni picha kubwa ambayo inaonekana kama ni ya Kiislamu, mauaji na nini na nini, inakupelekea wewe kwamba kuchukizwa na kitu fulani, yani hutamani kuhusishwa, hutamani kukisogelea, yani sijui utatumia lugha gani tu ya kukidunisha, yani usikitamani kitu kama hicho kikutokea katika maisha yako. Yani nikao kwamba nipo katika mazingira yale,
kwamba sitaki kusikia chochote kuhusiana na Uislamu. Lakini sasa leo hii huyu mzee na adabu zake yaniuliza swali kama hili, yani amenionaje yani huyu mzee? Lakini nikafanya subra, yani nisikutaka kuonesha ile ghadhabu yangu na nini. Nikamwambia mzee, samahani sana mzee, nikilitamka hili pengine utahisi kama nakudanganya. Sasa na ulivyotanguliza kwamba haifai uongo na nini, nadhani kitu ambacho kiko wazi kwamba tumefundishwa nini, mambo ya uongo haifai katika sheria na nini. Nikamwambia mzee, mimi nitakuonesha kwa kitendo kama mimi ni nani, kisha baadaye ndio utakuja. Basi mimi nikafungua shati langu vizuri, unaona, nikalifungua shati kisha nikaitoa ile rozari. Nikamwambia mzee, nadhani unapoiona hii rozari utakupa jibu sahihi badala ya mimi kulitamka. Mimi sijawahi fikiria kutamani kuwa na dini ya kigaidi. Sijawahi tamani kuhusishwa na dini ya kigaidi katika maisha yangu. Sijui kwa nini umefikiria wewe kunihusisha mimi na dini ya mauaji, dini ambayo inaua watu, dini ambayo haina huruma. Mimi ni Mkristo na mimi ni Mkatholiki, na hivi karibuni nenda kujiunga na seminari kule nikasomee dini. Basi mzee, umeiona? Si mzee akatabasamu tu, hakuongea. Mzee, umeiona? Ni hii hapa. Kisha rozari yangu mimi nikairikisha. Nikamwambia mzee, naomba ruhusa niweze kuondoka. Kwa maana gani? Kwamba mimi sasa nilikuwa nimeamua kwamba pale sirudi tena, kwa sababu ikuwa mzee ameanza kunikisia na watu ambao hawana maadili, watu ambao wanaua wenzao, haina maana mimi kurudi pale. Basi yule mzee jambo ambalo aliniambia kwamba samahani sana kukuambia kitu kama kile, lakini nimekuwa nikikuangalia unavyosomesha, unavyofanya nini, wewe si Mkristo, na nimeona kwamba kuna Uislamu ndani yako ambao wewe unaudhihirisha, japo kwamba wewe umesema wewe si Muislamu, lakini siku moja utakuja nikumbuka kwamba wewe, siku moja utakuja nikumbuka kwamba bana, kuna mzee ashawahi niuliza hili swali kwamba wewe ni Muislamu, wewe si Mkristo, kwa sababu unavyofanya vitu Wakristo hawafanyi vile. Basi mzee akasema basi ndio hivyo. Sasa tangia hapo nikawa kwamba mimi nakosa amani, yani kwa nini mzee ameniambia hivi na nini, na kwamba nakuwa sasa sijatulia, sina utulivu kabisa. Kwa sababu mimi kukaa pale, kuishi katika mazingira ya kule, nikahisi kama kwangu itakuwa ni changamoto, kwamba huyu la ameniambia hivi, pengine kutatokea mwingine ataniambia hivi hivi. Kitu ambacho nilikifanya mimi, nilifunga safari ya kurudi Kenya. Kama ile kazi basi nini, basi mimi bwana cha rudi Kenya, ama bwana nataka kunihusisha na watu ambao wanarusha viazi vikamaliza watu, nisije nikawa mmoja wao kanikisia vibaya. Ndio hivyo hivyo, so I don't want them to misunderstand me, so let me just go back home and see what will happen. So mimi kama nikarudi nyumbani. Niliporudi Eldoret kwa rafiki yangu mmoja pale, kakaa pale muda, basi nikaamua kwa nini nisiende nikaomba kazi katika shule ambayo nimesomea, maadamu bado nina ule uchu na tamaa ya kujiunga na hawa mabwana seminari kusomea mambo ya ubradha na kuishi katika maisha ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Basi nilipoenda pale nikakutana na mwalimu mkuu wa ile shule, akanikaribisha, akanipa kazi ambayo nilianza pale ni kufyeka uwanja. Kwa hiyo nikawa mimi ni mtu wa kufyeka nini, nafyeka uwanja. Lakini kila mara sauti ya ule mzee bado naisikia ile sauti. Kwa nini ule mzee aliniambia kwamba mimi ni Muislamu? Kwani huu Uislamu una nini? Na asikudanganye mtu kwamba mimi nilikuwa nauchukia Uislamu na moyo wangu wote. Yani umechukia kitu mpaka yani hutamani kukiona. Yani unapokisikia upo radhi ukafunge macho, ukafunge masikio, ukafunge kila kitu, yani tu usipate harufu ya Uislamu. Mimi nilikuwa nachukia 1 hadi 10, sipendi na sitaki kusikia chochote hicho. Mimi nilikuwa ni mtu tu wa
wa Roho Mtakatifu, yani sitaki mambo mengi. Basi sasa ile sauti ya ule mzee kila mara nasikia, sijatulia, nasumbuka na nini. Siku moja akasema, kwa nini nisianze kufanya utafiti wa kujua Uislamu ni nini? Inaweza kuwa yule mzee pengine alikuwa na point fulani. Sasa mimi nikaanza kuingia kwenye internet, kuchakaza kule, kuangalia, ingia kwenye Google na chakaza pale kuangalia Uislamu ni nini. Basi ile kuanza kufanya ule utafiti wa Uislamu kwenye internet, kutaka kujua naamini nini na nini, hapo ndo ile hamu ya kwenda kujiunga na seminari ikaanza kupungua. Yani nahisi hapana. Kisha naanza kuuliza maswali, naanza kuuliza maswali. Kwa mfano ule mwalimu mkuu ambaye alikuwa yuko pale, yeye alikuwa pia ni mmoja wa wale mabrother, nauliza kwa nini tunaamini hivi, kwa nini hivi, kwa nini. Ikawa kwamba kuna maswali na upande wa Ukristo nadhani sisi tulikuwa tunaamini tu, yani hakuna nafasi ya swali. Ukiambiwa Mungu Baba, Mungu, hauna haja ya maswali, wewe unachukulia jinsi ilivyo. Nafasi ya kuuliza kwa nini tunasema hivi, kwa nini hivi, nadhani nafasi hizo sisi tulikuwa hatuna hizo nafasi, hatuna muda huo, tunaamini kitu kilivyo. Basi ikawa ile hamu inapungua, lakini nafanya kazi kwa bidii na nalipo chochote. Basi nikafikia mahali nikabadilishwa kazi niliyobadilishiwa, nikapatiwa kazi ya kuangalia, ya kuwa storekeeper, mambo ya vitabu ya wanafunzi, kusort library, kufanya nini, kawa nafanya kazi hizo. Katika kufanya kazi hizo pia mwanafunzi mmoja akani approach, ambaye huyo mwanafunzi alikuwa ni Msomali, anaitwa Abdul Karim. Mwanafunzi alipokuja pale, Abdul Karim alipokuja akaniambia, bwana vipi? Ambe safi bwana, mimi bwana, kuna ustadi kwa pale nyumbani, anaomba tu ajue Kizungu. Si kama najua Kizungu, lakini anaomba ajue Kizungu. Na nakumbuka tukiwa wachanga katika ile kucheza kule, tulikuwa tunaelewa Kisomali. Yani mimi ulikuwa ukiongea Kisomali na kifahamu. Kujibu sio, lakini naelewa, yani unaelewa yale mafuhumu nayapata kama mtu anasema nini unayapata. Sasa huyu mwalimu anataka kufunza Kizungu, anaongea Kisomali peke yake. Kiswahili pia hajui. Sasa anaomba asaidiwe tu ajue Kizungu. Kwa sababu boma ambalo alikuwa anafundisha ni kwamba wale wanafunzi wa ile boma wanafundishwa madrasa, ndani wa Somalia wanaosomea tutoa madrasa nyumbani, ni wanafunzi ambao wanasoma shule ya bei ghali, na alafu nyumbani wanazungumza Kizungu tu, Kiarabu hawakijui, ni Kizungu tu. Hii Kisomali pia kidogo. Baba zao wapo Uingereza, Marekani, wako wapi, kwa hivyo ni Kizungu. Kwa hivyo inakuwa wanataka huu mwalimu awafikie katika ile daraja, na huu mwalimu Kizungu hakijui, anajua Kiarabu na Kisomali tu. Basi nikajua hapa bwana ni mtihani hapa, lakini huu ni wito. Kwa hivyo nijitahidi niende nikamsaidie. Nikamwambia yule Abdul Karim, fanya hivi, acha nifikirie, njoo kesho nikupe jibu. Kaja pale akaniambia, bwana sasa vipi mwalimu, nishongea naye? Sema okay sawa. Nikaamua kwenda pale. Nilipoenda pale kumfundisha yule mwalimu, kutana naye, kitu cha kwanza akaniambia, bwana mimi naomba tu nijue angalau hata kama ni salamu tu. Unaona, anaongea Kiswahili lakini Kiswahili chake kile cha kuvunja. Mimi sawa. Lakini nikarudilia msemo wangu ule niliosema Uganda, mimi si mwalimu. Yaani kwa maana kwamba sina tajriba ya walimu. Nitakupa tu kile ambacho nilipewa shule. Kwa hivyo kama uko tayari basi sawa. Basi kaamua basi. Walimu akawa iko tayari kufundishwa nini, tukaanza kusoma wiki ya kwanza. Hivyo herufi na nini akaanza kushikashika. Kitu ambacho nilikisoma ni kwamba yani ule ustadhi alikuwa ana moyo wa kujua. Na hilo pia ni lesson kubwa ambayo niliipata, kwamba huyu ana moyo wa kujua na anajituma kwamba anataka kukijua hiki kitu, ana lengo la kujua hiki kitu. Kwa hivyo alikuwa hana mzaa na kukijua hicho kitu. Basi soma Kizungu pole hapo. Mara ghafla ikawa kwamba kina mama katika boma lile pia wanataka wajiunge kujua nini? Kujua Kizungu. Nikahisi kama huu bwana sasa ni mtihani. Yani naona sasa itakuwa ni changamoto kwangu, lakini maadamu nimeamua kujitolea na mimi niko katika kuelekea kumtumikia Mwenyezi Mungu, kujitolea kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba nataka kusavu watu,
kuwalingania kwa Mwenyezi Mungu, basi pia wacha nifanye tu kwa sababu nimejitolea. Basi wale wanawake wakaja wakajiunga na darasani. Kulikuwa kuna mwanamke mmoja pale wa makamo. Kila mara mwanamke akija darasani to Khadija, kila mara akijiunga katika ile darasa na keti nyuma, yani katika vile viti vile, yeye kiti chake siku zote kiko nyuma. Kwa hivyo atakuwa nasikiza, naangalia, nasikiza, naangalia. Siku moja nikaambiwa pia nisisomeshe. Swali likarudi lile lile, bwana, leo usisomeshe. Mimi bwana, wewe mama sasa, niambia bwana, mimi naomba nikuulize swali. Sasa swali, nifanyaje? Sijui nimegusa Qur'ani, kwa sababu unapoingia katika nyumba ya Msomali hakuna kitu ambacho kinapewa heshima kama Qur'ani. Yani Qur'ani inawekwa mbali anapojua kwamba wewe si Muislamu ama wewe si mtu tu ambaye haja kufahamu vizuri. Qur'ani huwezi ukaisogelea, itawekwa pembeni mbali sana, itahifadhiwa sehemu ambayo yani ni kitu ambacho mimi nilikiona hicho. Kwa hivyo mama akaniambia, hivi wewe ni Muislamu? Nilisikia moyo umeshtuka kiasi kwamba yani nikanyamaza takriban dakika 5 sitoi jibu. Kama mama, mimi si Muislamu, lakini ninapoyazungumza pengine mtaona kama nawadanganya ama nawatania. Kumbuka mimi ninapotembea nina rozari yangu, yani ile rozari ndio ngao ambayo naitumia mimi. Basi nikatoa ile rozari yangu nikaonesha, kwa bwana, mimi ni Mkristo na pia nawafundisha kwa muda fulani tu, mtaniona sipo. Basi matani wakaona kama ni matani hivyo. Basi mama kaniambia, ni sawa ulivyosema, lakini mimi nakuona kabisa wewe ni Muislamu. Yaani unavyofanya vitu, unafanya nini, unaona wewe Muislamu. Basi ikawa ni hivyo. Sasa maisha yangu kaanza kuwa kwamba yana mtihani. Yaani sina interest ya kwenda kanisani, sina interest ya kuendelea na ile progress ya kutaka kujiunga na waseminari. Yaani vitu vinaenda vikikatika, sina usingizi, yani silali, nasumbuliwa na hizo sauti na nini, naamka naangalia chakaza Uislamu ni nini, nataka kujua, yani na ile roho ya kujua. Basi nikaamua nifunge. Kristo pia anafunga. Kwa hivyo mimi kaamua nifunge siku 2, Mwenyezi Mungu anionyeshe kwamba lipi ambalo nafanya nilifanye na lipi ambalo nisilifanye. Mwenyezi Mungu bwana, kama Mwenyezi Mungu umeamua kama mimi nifuate mkondo huu, basi naomba unionyeshe nifuate vipi. Na kama pengine hiki ni kitu ambacho kina shari kwangu, naomba Mwenyezi Mungu niondolee. Basi ikawa naendelea hivyo takriban wiki moja. Nikaona hapana. Siku moja niliamka mwendo takriban kama saa 9 za usiku. Nilikuwa naishi katika nyumba moja yangu tu peke yangu. Kaisi kwamba mbona nimeamka naona nyumba kama niko ndani ya msikiti. Yani picture ni msikiti, yani ni msikiti kabisa, yani mwangaza kila mahali, yani niko msikitini. Najaribu kugusa hivi na niko kitandani, lakini naona ni zulia kabisa la msikiti. Ni vipi? Kuna nini kinaendelea? Hivyo. Akasema hapana. Ilikuwa siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa. Sema hapana, mimi lazima niende msikitini. Wacha ndio nikasilimu. Hapo ndio Uislamu wangu ulianzia. Nikaenda kwa ule ustadhi ambao alikuwa anamsomesha Kizungu, ambaye ustadhi, bwana, mimi leo naomba nipeleke msikitini nikasilimu. Ule shekhe akaona kama ni yani kwake aliona kama ni ndoto. Kwa hivyo pia alikuwa amejua historia zangu za vipi huyu bwana anafanya kazi wapi na malengo yake yapi. Alishtuka. Sema, bwana, unataka kuwa Muislamu kivipi? Ambia nipeleke msikitini au mwenyewe nikajipeleke. Basi kama acha nipeleke msikitini. Aliponipeleka msikitini, imamu wa msikiti ambaye anaitwa Sheikh Abdallah, ambaye anaitwa Masjid Nur, iko pale Eldoret, maeneo ya West Indies. Sheikh Abdallah aliponiona akawa kwamba yeye ni mmoja wapo wa wazazi katika shule ambayo alikuwa anafanya kazi. Anambia, vipi bwana, leo umekuja kufanya nini kwetu leo? Anambia, shekhe, kabona ustadhi bwana, shekhe anataka kusilimu huyo. Anambia, unatania? Wewe unataka kusilimu? Nataka kusilimu. Kwa nini? Anambia, nataka nisilimu, nahisi kwamba hii ndio dini ambayo inafaa niifuate. Sina malumati yote, lakini naomba tu nisilimu. Shaniambia, una uhakika? Sasa alipokuanza ananiuliza maswali, una uhakika, una nini?
na naanza kuhisi sauti mbili mbili, fanya usifanye, acha acha. Sasa naanza kusema kama hii dini kweli ni dini ambayo ni ya haki, ni dini ambayo haina matatizo, kwa nini ananiuliza maswali? Kwa sababu unapoingia kwenye Ukristo ulizi maswali magumu kama hayo. Kwa nini unataka kumkristo? Hakuna mtu atakuuliza swali hilo. Sijaona kwamba unauliza kwa nini unataka kuwa Mkristo, kwa nini? Kwa nini? Hakuna kwa nini. Utaingia moja kwa moja, utaenda usomeshwe Sunday school nini, vikao youths nini, usome nini, ufuate Ukristo na usonge mbele. Kwa hivyo ya maswali kama pia anza kunishangaa, kwa nini ananiuliza kwa nini? Kwa nasema mimi nimeamua tu nataka kusilimu. Basi katamkishwa shahada pale, nikachagua jina ambayo ndio Yusuf. Kumbuka kwamba Yusuf alipitia nini, kwa sababu kwa nini nilichagua jina Yusuf? Kwa sababu nilijua kwamba haijawahi tokea kwenye familia yetu kuwa na Muislamu. Watakaposikia familia kama mimi nimesilimu, najua kipi ambacho kitafuatia. Unaona, nitakuwa despised, nitakuwa rejected, watafikiria vibaya. Nilijua kwamba haya ni mambo ambayo nitayapitia. Basi kachagua jina Yusuf. Sasa ikawa kwamba pale school ninafanya kazi, lakini naanza kuhisi kama mazingira si mazingira yangu, nafaa niondoke. Lakini naondoka naenda wapi? Kwa hivyo nikawa na hepa, naenda pale msikitini Masjid Nur, nasoma herufi kidogo za Kiarabu kidogo, lakini dini sijui. Hasa leo hii nikiulizwa kwa nini umesilimu, ama hebu tuelezee kidogo, pengine kaka zangu niulize, nitawaambia nini? Basi mimi kaamua siku moja nitafunga safari kuja Mombasa. Kwa nini nije Mombasa? Uislamu umeanzia Mombasa. So I want to go to the source. Nataka niende kwenye source, nitafute sehemu yoyote ile, nikasome dini. Niwe na ufahamu wa hiki ambacho nimekifuata, ili kesho nikiulizwa nina jibu la kusema. Nitakapopigwa simu na ndugu yangu wananiuliza kwa nini hivi na hivi, naweza nikamjibu, lakini saa yake nipigia sina cha kumjibu. Wanaweza wakanishinda katika mawazo. Basi kasubiri nikapata mshahara kidogo pale kidogo, mimi nikafunga safari bila kuaga yote. Kafunga safari kaja Mombasa. Hapo skuli pe nilikuwa nafanya hawajui kama huyu bwana amesilimu, na sikuwaeleza kama nimesilimu, kwa sababu sikutaka kuanza kupata yale mapigo kabla sijafikia lile lengo. Basi kafunga safari nikaja Mombasa. Kwa kuna rafiki yangu mmoja anaishi sehemu za Likoni, ni mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana, tunaongea kwenye mitandao. Rafiki yangu alikuwa naye ni Mkristo. Kwa mimi nikafika hapo, kashukia kwake. Niliposhukia pale kwake nikamwambia, bwana Shekhe, rafiki yangu bwana, mimi nimekuja lakini sitakaa kwako muda mrefu, lengo langu ni kusoma dini. Nasema kusoma dini? Wewe umesoma dini, umekuwa huko kwa nini umesoma dini? Niambia hapana, simaanishi hivyo. Kwenye mkoba nilikuwa nina kanzu, nimetunukiwa kanzu. Kachukua ile kanzu nikaivaa. Hapo nikawa ni matatizo. Kaniambia, wewe unataka kuuawa? Nataka kuuawa? Kwa nini unataka kusilimu? Kwa nini? Kwa nini? Mbona bwana ananiambia hivi? Niambia, wewe unataka kuuawa wewe? Huu msikiti hapa jirani tu hapa Likoni, mashekhe wamepigwa marisasi. Hiyo dini si dini bwana, hiyo ni magaidi hao. Kaambia, lakini sawa. Kaambia, mimi sina jibu la kukupa kama ni magaidi au si magaidi, kama nitauawa au sitauawa, lakini nahisi kwamba ni Mwenyezi Mungu amefanya nini, amenielekeza. Kwa hivyo bwana, niache kwanza isome hiyo dini, huu mjadala utakuja kurejelea siku nyingine. Bwana sitakubali. Nikamwambia hapana, naomba nafasi. Basi siku ya Ijumaa nikaamua nifunge safari nije Mombasa, nije upande wa island. Sasa kule nilikuwa niko upande wa Likoni kule, nivuke feri nije Mombasa. Lengo ni kwamba ni swali msikitini swala ya Ijumaa, lakini nitakayemuona mbele zangu nimuelekee, nimwambia nitafutie madrasa nikasome dini. Msikiti wangu wa kwanza kuswali hapo Mombasa ni Jundani, ndio Masjid Jundani ambao uko opposite Posta, Mombasa Posta. Nilipoenda pale nikaswali Ijumaa, swali vizuri kamaliza. Sasa kila anayetaka kumsogelea kumwambia jambo langu nahisi uzito. Kila anayemsogelea hisi hapana, roho inanikanya, nasikia kama mwili umeshtuka, usimwambie. Basi nikaona hii siku ni kama
hajanipa wanavyosema. Hii siku si yangu. Kaamwacha nifunge safari nirudi zangu nyumbani Likoni. Nilikuwa pale feri pale kwenye lile banda la kusubiria, nikamwona shekhe mmoja na mandevu nyingi na masharubu mengi tu. Nafsi naniambia kwamba bwana, hebu ongea na yule shekhe kufanyie mpango. Ninapofika kwa yule shekhe nahisi kama la, hapana. Ninapofika hapa nahisi hapana. Tulipoingia ndani ya feri nikao kwamba sasa niko karibu na yule shekhe. Kama huyu shekhe bwana nikimkosa huyu basi mimi lengo langu halitakuwa. Tulipovuka feri tulipoondoka ndani ya feri nikamkuta shekhe, nikamsalimia shekhe, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, vipi hali? Salama shekhe. Ba shekhe bwana, mimi naitwa mtu fulani fulani, natoka sehemu fulani fulani, naomba unisaidie niende madrasa nikasome dini. Shekhe aliponiuliza swali moja tu, umemaliza form 4? Kaambia ndio, nimemaliza form 4. Ulipata grade gani? Kaambia nilipata grade fulani. Kaambia kwa nini? Kwa nini unaenda madrasa? Unafaa you are a university material. Why should you go to madrasa? Sarika. Nitakwenda kusoma dini, naambiwa ni university material, kwa is it bad? These things I've never experienced vitu kama hizi, kwamba kuna distinction fulani, yani kwamba wewe huwezi soma dini, nenda huku kwa sababu hiki. Sasa shekhe ananiambia, lakini haya si mambo ya kuzungumzia hapa barabarani. Hiyo ni hofu nyingine hiyo. Haya si mambo kuzungumzia hapa. Wewe fanya hivi, una simu? Naambia nina simu shekhe. Nipe namba yako, nitakupigia simu uje mahali fulani tukaongeza zaidi. Sasa huyu shekhe nadhani wengi wanamjua, anaitwa Sayyid Tahir. Anaitwa Sayyid Tahir, yuko hapa Mombasa. Elewa kipindi hicho mimi nasilimu, sielewi mambo ya madhhab. Sielewi kuna uhabi, kuna ushia, sijui kuna nini. Hayo mambo, hizo istilahati sina katika akili yangu. Najua Uislamu ni Uislamu. Sikuwahi jua kipindi hicho kwamba Uislamu kuna hiki kile sijui nini. Watu wa maulidi sio watu wa nini. Sikuwahi jua mambo misingi hiyo. Mimi nilijua Uislamu ni Uislamu tu. Kinyume na huko kwingine kuna Protestant, kuna bla bla bla, hao. Basi kachukua namba, kafunga safari, akaenda kwa Sheikh Said. Aliponikaribisha kwake, hata hatukuingia kwenye nyumba, tulikaa nje sababu nilihisi kwamba pia amehisi hofu. Huyu bwana si mtoka. Ananiambia bwana, nilipokutana naye pale kwake nyumbani, ananiambia bwana, unajua siku hizo ulimwengu ni mbaya, mashehe wanauawa. Najua Uislamu ni mpana. Sasa mbona mambo yanaendelea yakikanganyika hivi? Bwana wewe, sijui kwa nini umeamua kwa Muislamu. Lakini si jambo baya, lakini inabidi ulifikirie zaidi. Lakini Uislamu ni mpana sana, na unajua siku hizi sijui wewe kama ni CID, una sasa kwa kumeingia sasa shaka kwamba huyu bwana amepita anafanya ndio chuo lakini amekuwa Muislamu. Haiwezekani. Yaani CID nini? Kaambia mimi nataka tuandikishane mkataba. Yaani mimi nikuachie kitambulisho changu. Siku yoyote utakayokuja kugundua kama mimi ni CID au mpelelezi kwa Kiswahili, naomba unifanyie chochote. Tuandikishane. Unifanyie chochote, lakini mimi ninavyojua nataka kusoma, nimesilimu, nataka kusoma Uislamu, maana nimekulia katika Ukristo, ili leo na kesho nikiulizwa chochote naweza nikaelezea. Kaniambia bwana, jambo ni ngumu, lakini kuna shekhe mmoja ambaye mimi nitakuelekeza kwake, nitakupeleka utasoma madrasa. Na madrasa nyingi sana za kukupeleka wewe, lakini kuna moja tu nitakupeleka pale. Lakini naomba nikuambie kitu kimoja, kwamba Uislamu ni mpana. Kuna Masuni, kuna Wahabi, kuna Mashia, na pengine kukueleza kidogo tu, kwa Mashia na wale ambao wanafuata Ahlul Bait. Yani Ahlul Bait kwa maana kwamba ni kizazi cha Mtume Muhammad. Ushaisikia Mtume Muhammad? Nimemsikia. Sasa katika Mtume Muhammad kuna hicho kizazi chake hicho kitukufu, na mimi ni Ahlul Bait alayhim salam. Mimi nawafuata hao. Mimi natakidi kwamba hao ndio inafaa wafuatwe. Okay. Vizuri Sheikh, lakini sikuambiwe Mshia na wala sikuambiwe Msuni. Nataka nikupeleke sehemu ambayo unaweza ukawa na uhuru wa kusoma sehemu zote mbili kisha ukafanya maamuzi. Basi Sheikh akanipeleka kwa marhum
Sheikh Hassan Mwalupa, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kapelekwa Sheikh Hassan Mwalupa ambaye ni Madrasatul Amirul Mu'minin Matuga. Kapelekwa pale. Nilipopelekwa pale nikapokelewa vizuri. Siku ya kwanza tukazungumza, akaniombea nafasi pale ya kusoma dini. Basi hapo ndo safari, ama hiyo ndio ilikuwa madrasa yangu ya kwanza kujiunga baada ya kusilimu na kwanza kusoma dini, kuanzia mkadima na kusonga mbele, kujua na kuuliza baadhi ya mashehe, changamoto nyingi, lakini hivyo hivyo. Nimesaidiwa na watu wengi sana kujiunga na Matuga, ikiwemo Bilal wamenisaidia, Mola Sajad bila kumsahau, ili mimi maisha yangu kukua pale, na Sheikh Hassan akanichukulia mimi kama mwanawe, akanilea, nikasoma dini pale kwa kiasi cha ufahamu wangu. Katika hii experience yote ambao mimi nimepitia, katika hii safari yote ambao mimi nimepitia, mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa amempangia mtu mwisho wake, amempangia mtu fate yake. Na pia nimepata experience na somo kwamba usichukie kitu kabla hujakifahamu. Yani ndugu zangu, usije ukauchukia Uislamu na hujui ule Uislamu uko vipi. Mainstream media zimekuwa zikionesha picha mbaya ambazo zinatokea, ambazo zinafanywa na Waislamu. Kwa hivyo inaweza kuwa Waislamu wanafanya vile, lakini sio Uislamu ambao unawapelekea wao kufanya vile. Lakini maadamu tu mtu anaitwa Abdi, mtu anaitwa Abdurrahman, mtu anaitwa Ramadhani, mtu nani, anapofanya kitu inakuwa kwamba hilo swala, hilo reputation inakuwa kwamba inalimbikizwa Uislamu. Hilo ndio kitu ambacho mimi nilijifunza, kwa sababu chuki ambayo nilichukia Uislamu ilikuwa ni kutokana na vitu ambavyo nimeviona katika mainstream media. Sio vitu ambavyo pengine niliweza kuvisoma tu, la, niliona kwenye mainstream media, TV, YouTube, wapi watu wamelipuliwa, watu wameuawa, sio tumechinjwa, sio Al-Shabaab, sio nani, mambo mengi ambayo mara nyingi hayo ndio wana portray Uislamu kwa vile vile. Yaani anakuwa kama ni dini ambayo ni ya kukatiza watu uhai. Kwa hivyo ni kitu ambacho nilijifunza mimi. Yaani hii ni dini ambayo mimi kwa kweli nimehisi kwamba nafarijika. Ni sehemu ambayo nimekuwa very comfortable, hakuna complication nyingi, hakuna challenges nyingi. Ni dini ambayo iko wazi, yani unasoma unaelewa kitu ambacho unataka kukielewa. Kuna room ya kuuliza kile kitu ambacho hukifahamu, yani hakuna ile blind faith, yani huamini tu kitu kwa sababu inafaa ukiamini. La, kuna nafasi ya wewe kutaka kujua kwa nini nakiamini hiki kitu, kwa nini nakifuata hiki kitu, kwa nini nimekatazwa nisifanye hiki. Kuna hiyo kwa nini ambayo inakupelekea wewe kujikuza katika nafsi yako kiruhia na kimatendo. Kwa hivyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisemi kwamba nafahamu sana dini, na sisemi kwamba mimi pia ni mtupu sana vile, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunitoa katika hizo changamoto zote mpaka kunifikisha sehemu ambayo ipo. Na husia tu watu ambao pengine watakuwa wanalifikiria dini ya Kiislamu kinyume, isomeni dini ya Kiislamu, uliza maswali mashehe wa Kiislamu, lakini pia katika majibu ambayo unayapata ama katika kule kusoma ambako unakupata, hebu rejelea pia katika akili yako. Kama kitu ambacho hakikuingia kwenye akili, hicho itakuwa kwamba hakifai, unaona. Lakini nafasi ipo ya kuuliza maswali. Ndio raha ya kuwa Muislamu, kuuliza maswali, kutaka kujua zaidi, na hiyo ndio imetuchangia uwepo wangu mkubwa. Alhamdulillah, katika hii safari yangu ya Uislamu, licha ya kwamba nilipata mapigo ambayo sijaelezea sababu ya muda na nini, ni kwamba familia yangu ilinichukulia kivingine, haswa kakaangu, dada zangu walinichukulia kivingine kama nimejiunga na kundi la kigaidi. Lakini leo hii wanatamani wao pia wajiunge na Uislamu, kwa sababu wameona jinsi mambo yanavyopelekwa, jinsi mambo yanavyofanywa. Hawaelewi dini moja kwa moja, lakini wanavyoona kama mtu anavyojipeleka mwenyewe, maisha ya mtu, akhlaki za mtu zinampelekea pia kutamani kuifahamu hiyo dini ama kile ambacho nakiamini ndani yake. Kwa hivyo inshallah, wale ambao
wana maswali, wale ambao wanatamani sana kujua Uislamu, tusisahau kuangalia Mahadi TV na TV zingine ambazo zinaeneza Uislamu wa kweli bila porojo nyingi. Tusome articles ambazo zipo na tuulize maswali zaidi kujua dini. Si lazima, kwa sababu katika hulazimishwi kwamba uwe Muislamu, na wala pia hulazimishwi uwe Mkristo, na pala hulazimishwi, lakini ni vizuri kujua, ni vizuri kufahamu, kwa sababu tutakuja kujibu pia, tutakuja ajibika. Ulizia, jua, angalau unaweza ukadefend watu. Kijiji changu chote hakuna Muislamu, mimi ndio Muislamu katika kijiji kizima. Mimi ndio Muislamu. Kwa hivyo leo hii nikirudi kule napouliza swali na kitu cha kusema kuhusu Uislamu. Naposikia mtu anaongea kinyume na Uislamu, ninasema hiki na hiki ndio kipo katika Uislamu. Mtu anapozungumza kuhusiana hivi na Ukristo, nina kitu cha kusema kuhusiana na nini na Ukristo, kwa sababu nina ufahamu huo. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu awape taufik, Mwenyezi Mungu awajalie, Mwenyezi Mungu aongoze muweze kupata njia ambayo ni ya kikamilifu, njia ambayo ni ya kiuhakika inshallah, na ninaamini kwamba your destiny lies with Islam, nothing else. Your destiny is in Islam. Kila kitu ambacho unataka kiko katika Uislamu, yani uko katika Uislamu uko sehemu salama inshallah. Wabillahi tawfik. Asante.